Haleluya, mtu wa Mungu popote pale ulipo, na kusalimu katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo. Ujambo, Bwana Yesu asifiwe, na karibu sana katika madhabahu haya ya Kambi ya Wateule, na ambayo ni YouTube channel. Tunapokea neno lake Mwenyezi Mungu. Mimi naitwa mchungaji Benson Mwanza, na hivyo Jumatano ya leo tunaendelea na mafundisho na neno la kutuhimiza katika kitabu kile cha Waefeso, na leo hii tunasoma Waefeso sura ya 3. Nitasoma mstari wa 18 na 19, na Biblia inasema, ili mpate kufahamu pamoja na watakatifu wote jinsi ulivyo upana na urefu na kimo na kina, kwa kuujua upendo wake Kristo upitao ufahamu wa jinsi ulivyo mwingi, mpate kutimilika kwa utimilifu wote wa Mungu. Baba, ni asante kwa hili neno lako. Zungumza na kila mmoja wetu, kamuhimize Baba, kampe maarifa Mungu wetu, kampe mwelekeo Mungu wetu, zaidi kakemee yule wa kukemewa Baba. Baba Mungu wetu, kaweze na kumulikia yule wa kumulikiwa, na mfalme mkuu na mtakatifu, yule ambaye pia ni wa kuokoka kupitia hili neno lako, kazungumze na yeye. Roho Mtakatifu wa Mungu, msaidizi wetu, kachukua usukani ninapokuwa nanena na watu wako, nami kanizungumzie. Wacha nguvu zako zikadhihirike kupitia ili neno, na maisha ya watu wako yakabadilike, yote ikiwa ni kwa utukufu wa jina lako, katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo naomba na kuamini. Amen. Ni neno lake Mwenyezi Mungu, na tunaendelea na msururu wa mafundisho kutoka kitabu cha Waefeso, na ni Paulo anakuwa anazungumza na hili kanisa Efeso, na anakuwa analifunza mambo mbalimbali, na unaona hapa siku ya leo anawafunza kuhusiana na upendo wake Mwenyezi Mungu, jinsi ulivyo mpana, jinsi ulivyo mrefu. In simple, anajaribu kuwaambia upendo wa Mungu haupimiki kwa mwanadamu. Na ndiyo maana katika ya maisha, mtazamaji wangu na msikilizaji wangu, utapata moja ya mahitaji makubwa ya moyo wa mwanadamu ni kupendwa. Kila mwanadamu anataka kupendwa, na si kupendwa kwa masharti. Hakuna mtu anataka kupendwa kwa masharti, bali kupendwa kwa uhakika. Upendo na ambao unajua kabisa huyu ananipenda, upendo na ambao ni uaminifu, na zaidi bila masharti. Na hivyo utapata watu wengi hutumia maisha yao wakijitahidi kuthibitisha dhamani yao kwa watu wengine, wakijaribu kutafuta kukubalika. Watu wamefanya dhambi, watu wakaingia katika vituko na sarakasi, wakijaribu kudhibitika, wakijaribu kukubalika, wakijaribu kujidhibitisha kwa watu wengine. Utapata au pia watu wametumia vitu na ili kuonekana wanatosha. Hili lote ukiangalia ni hitaji la kila moyo wa mwanadamu, na hivyo angalia hapa, lakini mtume Paulo anaomba jambo tofauti kabisa kwa waumini. Mahala na ambapo tunasoma, si kwamba wafanye zaidi, bali kwamba wapate uzoefu wa upendo wa Mungu. In simple, anakuja kuwaelezea jinsi Mungu anawapenda, na hawahitaji kujidhibitisha, hawahitaji kujionyesha waonekane, la hasha. Hawahitaji kutafuta kukubalika na Mungu, la hasha. Pendo la Mungu halina masharti. Hilo ndilo Paulo anazungumza katika Waefeso 3:18 na 19. Mara tumesoma Paulo anaomba kwamba mpate kufahamu pamoja na watakatifu wote jinsi upana, urefu na kimo na kina cha upendo wa Kristo, na kuujua upendo huo upitao ufahamu. Bwana Yesu asifiwe. Na hivyo siku ya leo huu ujumbe nimeupa kichwa umejulikana na kupendwa kabisa.
Wewe umejulikana na kupendwa kabisa. Hauhitaji kujithibitisha, hauhitaji kujulikana, hauhitaji kufanya sarakasi zote, lakini Mungu amekujua na Mungu amekupenda kabisa. Na ukitaka kujua pendo lake Mwenyezi Mungu, Biblia inakuwa inatuambia katika Yohana 3:16, kwa jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu. Angalia pendo la Mungu lilivyo kuu kwa ulimwengu, akamtoa mwanawe wa pekee, akumshikilia sisi tukiwa na mtoto mmoja. Hebu guza huyo mtoto utaona. Lakini Mungu mwanawe wa pekee alimtoa, maana alikupenda. Jinsi pendo lake Mwenyezi Mungu, upana wake, urefu na kimo na kina cha upendo wa Kristo, na kujua upendo huo upitao ufahamu. Na hivyo siku ya leo jua umejulikana na kupendwa zaidi. Ndio ujumbe wangu, ndio kichwa cha ujumbe wangu. Na hivyo jambo la kwanza tunafaa kuelewa ni kwamba upendo wa Mungu hauna kipimo. Na hivyo Paulo anatumia vipimo vinne: upana, urefu, kimo na kina kuelezea upendo wa Kristo. Jambo la kwanza unafaa kuelewa, upendo wa Mungu hauna kipimo. Paulo anatumia maneno haya kuonyesha kwamba upendo wa Mungu hauwezi kupimwa kwa akili ya kibinadamu. Upana wake unawajumuisha watu wote, hata wale wenye dhambi ambao tunapenda kuwachukia na kuwatenga. Pendo la Mungu bado ni pana, ni kwa watu wote, watu wote. Upana wake unajumuisha watu wote bila kujali dhambi au historia yao. Jambo la pili, urefu wake udumu milele, tangu milele hadi milele, ni kumaanisha upendo wake unafikia kila mtu. Pili, upendo wake hauna kilele, hauna mwisho. Ndio maana anasema urefu. Jambo la tatu anasema kimo chake utuinua kutoka aibu hadi utukufu. Bwana Yesu asifiwe. Ama ni mambo ya kuelewa kuhusiana na pendo kuu la Mungu. Jambo lingine, kina chake utufikia hata pale tulipo chini kabisa. Hilo ndilo pendo la Mungu. Pendo la Mungu linaweza likakufikia hata ukiwa chini kabisa. Pendo la Mungu linaweza likakuinua kutoka kwa hiyo aibu na hadi utukufu. Pendo la Mungu halina mwisho. Pendo la Mungu halina kipimo ati ni hawa na wala. Ni pana zaidi, na hivyo hakuna mahali ambapo upendo wa Mungu unaishia. Na hivyo haijalishi umefika wapi au umepitia nini, upendo wa Mungu unakuzunguka pande zote. Hilo ndio jambo unafaa kuelewa tunapojifundisha kuhusiana umejulikana na kupendwa kabisa na Mungu. Jambo la pili unafaa kuelewa, unajulikana kikamilifu na unapendwa kikamilifu. Hakuna masharti umepewa. Maana hata wakati tulikuwa tumepotoka, hakuna chochote tungemfanyia Mungu, lakini bado alitutafuta. Hakuna masharti alikuwa ametuwekea. Maana hukujua chochote, ulikuwa umekufa, ulikuwa umeenda, lakini bado Mungu akakupenda ukiwa hivyo, kama uwezi ukampa lolote lile. Na hivyo huu upendo wa Mungu hauna masharti. Unajulikana kikamilifu na unapendwa kikamilifu. Uzuri wa upendo wa Mungu uko hapa. Mungu anakujua kabisa na bado anakupenda kabisa. Mungu anajua hata hiyo dhambi ulitenda umejificha, na watu wanasema kama kuna mtu anapenda Mungu ni huyu, lakini kuna dhambi bado ulitenda kama umejificha. Mungu aliona, lakini bado anakupenda. Hakuanza kukuchukia sababu ya hilo. Anajua udhaifu wako, makosa yako, hofu zako na hata mambo unayoficha kwa watu, lakini upendo wake haupungui na hautapungua. Mungu hakupenda kwa sababu ya unavyokuwa baadaye, la hasha, anakupenda ulivyo sasa. Na ndio maana Biblia inatuambia njoni kwangu jinsi mlivyo.
vile tu ulivyo, enda kwa Yesu. Na bado nakwambia, njoni kwangu ewe uliyebebeshwa na kulemewa na mizigo mizito, nami nitakupumzisha. Bado nakwambia, ninasimama mlangoni, ninabisha. Ukinifungulia, nitaingia, tutaketi na tutakula pamoja. Jinsi pendo la Mungu lilivyo! Alihesabu dhambi ulizotenda, alihesabu makosa uliotenda. Wanadamu atakuhesabia, kumbuka siku fulani ulinitendea ukanitendea, lakini pendo la Mungu linasababisha Mungu anakujua kikamilifu, na upendo unapendwa kikamilifu. Na hivyo upendo wa mwanadamu mara nyingi husema nitakupenda ikiwa. Ndio maana utapata watu wameingia katika dhambi, maana wanataka kupendwa. Ikiwa utanifanyia 1, 2, 3. Angalia, lakini upendo wa Mungu husema ninakupenda kwa hiyo. Yaani Mungu anakupenda jinsi tu ulivyo, hakuna masharti. Kwa sababu ya upendo wake umekubaliwa, umesamehewa na uko salama. Jambo la tatu, upendo wa Mungu uponya hofu na kutokujiamini. Bwana Yesu asifiwe. Tunapokosa kuishi ndani ya upendo wa Mungu, mara nyingi tunaishi katika hofu, katika uoga. Hofu ya kukataliwa, uoga wa kukataliwa, hofu ya kushindwa, kuogopa kushindwa. Na ndio maana utapata wengi wameshindwa kuanza mambo, maana wanaogopa. Hofu ya kutotosha, maana unaona huyu mtu kuna kiwango fulani anapenda, kuna staili fulani anapenda, na wewe huwezi ukaifikia. Kwa hivyo utakuwa na hofu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Paulo anaomba waumini wawe wamekita mizizi na kuimarishwa katika upendo, kama mti wenye mizizi mirefu usiotikiswa na dhoruba. Vivyo hivyo maisha yaliyojengwa juu ya upendo wa Mungu usimama imara. Ukijua unapendwa na Mungu, hauhitaji kuthibitisha dhamani yako. Na ndio maana wengine watakwambia uko na kiburi, kwa sababu kuna jinsi tumejizoesha kama wanadamu. Tumejizoesha kujipendekeza, tumejizoesha kufanya mambo kufurahisha wengine. Lakini wakati unaelewa unapendwa na Mungu, hautajipendekeza kwa wanadamu. Utafanya lile linafaa kufanywa, utawapenda wote pasipo na maswali, kwa sababu wewe mwenyewe umependwa, na wewe mwenyewe you are as a result of love. Kwa hivyo utawapenda wengine pasipo na mipaka. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana sisi wachungaji tuko na kazi kubwa sana. Tunafaa kuwapenda wote, walio wazuri, walio wabaya, wanaotupenda, wasiotupenda, wanaotoa sadaka, wasiotoa sadaka, wanaotoa vitu vyao, wasiotoa. Wote tunafaa kuwapenda, maana tumepewa hii kazi na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na hivyo unapopendwa na Mungu, ukijua unapendwa na Mungu, hauhitaji kuthibitisha dhamani yako kwa watu, hauhitaji kuishi kwa kutafuta kibali cha watu, hauhitaji kuogopa kuachwa. Upendo mkamilifu huondoa hofu, maana umejua vizuri unapendwa na Mungu, na upendo wa Mungu uponya hofu na kutojiamini. Kwa hivyo utatembea kwa ujasiri. Naona Biblia inatuambia hatujapewa roho wa uoga, bali tumepewa roho wa upendo na ujasiri. Bwana Yesu asifiwe. Maana unajua uko sawa, unapendwa na Mungu, unajua wewe unawapenda wale wengine, na hivyo hautahitaji kuthibitishwa na yeyote, hautahitaji kusifiwa na ili usimame. Unajua kuna watu wanahitaji ili kusifiwa, na kuna watu wamemaster this. Wanajua fulani tukimsifia ndo anainuka, tusipomsifia anashuka chini. Kwa hivyo atakuwa anacheza na hisia zako. Kwa hivyo ni vema uelekeze pendo lako kwa Kristo, ujue Kristo anakupenda, na Kristo anatuambia vizuri zaidi, basi akitupenda tumpende. Na kumpenda Kristo ni rahisi, yeye hatulazimishi, la hasha. Anatuambia iwapo unanipenda utazishika amri zangu. Kumpenda Kristo ni kuzishika tu amri zake, ni kutenda neno lake, kwa maana wewe tayari ashakupenda. Angalia hata yule mwanadamu anayekupenda anakufanyaga hizo vitu zote, na wewe unampenda zaidi. Na hivyo Kristo, yeye upendo wetu kwake ni kushika amri zake. Bwana Yesu asifiwe. Na hivyo nataka nimalizie tukielewa jambo la 4, kujua upendo upitao ufahamu.
Paulo anasema upendo unapita ufahamu. Hii ina maana kwamba si upendo wa kufikiriwa tu, bali wa kuishiwa uzoefu. Bwana Yesu asifiwe. Na hivyo unaweza kujua kuhusu upendo wa Mungu, lakini bado hujaishi ndani yake. Upendo wa Mungu upokelewa katika maombi. Upendo wa Mungu huimarishwa katika ibada na huonekana katika maisha ya kila siku. Upendo huu hutujaza hadi kipimo cha utimilifu wote wa Mungu. Na hivyo katika haya maisha, ili neno Paulo anazungumza na anatufundisha tunawezaje tukatekeleza katika maisha yetu. Na hivyo jambo la kwanza, ishi kutokana na upendo, sio kwa kutafuta kukubalika, maana ushajua na uko na hakikisho umekubalika na Mungu na umependwa na Mungu, na hivyo hauhitaji kuishi maisha ya kuhangaika, maisha ya kutenda. Wengine wametenda dhambi maana wanataka kukubalika, wengine wametenda dhambi maana wanataka kudhibitisha upendo wao, wengine wametenda dhambi kwa sababu wanataka kujidhibitisha kwa watu fulani. Lakini kuanzia siku ya leo, maana unajua pendo la Mungu jinsi lilivyopana, jinsi lilivyo refu, jinsi lilivyo na kina, jinsi lilivyopana, maana umeelewa haya yote. Leo hii ishi kutokana na upendo, sio kwa kutafuta kukubalika. Tafuta tu peke yake kukubalika na Mungu. Mpende Mungu maana ashakupenda, mpende na yeye pia, na kumpenda ni kuzishika amri za Mungu. Maana hata Biblia inatuambia, angalia, watu wengi wameingia katika laana pasipo na kujua. Maana kutokana na kujipendekeza kwa watu ili wapendwe, wamejipata wameweka matumaini yao kwa wanadamu, wamejipata wanategemea wanadamu. Na hivyo ukitegemea mwanadamu na ili uishi ukijua unapendwa, hapo tayari umejivutia laana. Maana Biblia inasema na alaaniwe yule amtumainiaye mwanadamu hata katika kupendwa. Na hivyo katika matumizi hili neno la Mungu kuanzia siku ya leo, ishi kutokana na upendo, sio kwa kutafuta kukubalika. Hili ndilo wito wetu leo. Ishi kutokana na upendo wa Mungu, si kwa kujitahidi kupata kibali. Sijasema utembee ukitusi watu, maana ukimpenda Mungu, akikupenda na umpende, hata watu utaishi nao vizuri. Hautahitaji kujipendekeza, lakini bado utaishi nao vizuri. Actually utakuja ugundue wao kwanza ndio wanatafuta kujipendekeza kwako, na ukiona pia wanajitafuta kujipendekeza kwako, waambie wanapendwa na Mungu. Watafute kupendwa na Mungu, watafute hilo pendo la Mungu, limewapa hakikisho. Na hivyo hauhitaji kujipendekeza kwa yote yule. Ndio maana hata ukijipendekeza kwa hizo kampuni umeisha kuwa frustrated, kwa sababu umefanya kila kitu na ili upate kile unachokitaka, lakini umesahau kuna Mungu anayekupenda, kuna Mungu ambaye unafaa kumtegemea. Bwana Yesu asifiwe. Na hivyo shika hili ninapokuwa namalizia, atumtii Mungu ili akupende. Bwana Yesu asifiwe. Tayari Mungu ashakupenda, kwa hivyo wakati unamtii ama kurudisha hilo pendo. Mungu anakupenda jinsi ulivyo, lakini sisi kwa sababu mtu hawezi akakupenda na ukose kumpenda. Ikiape hivyo itafika mahali tu Lakini Mungu ni mwingi wa rehema, kwa hivyo atumtii Mungu ili akupende. Unamtii kwa sababu tayari anakupenda. Audumu ili ukubalike, unahudumu kwa sababu umekubaliwa. Kwa hivyo haya ni mambo tunafaa kuyashika katika ya maisha kulingana ili neno tumelisoma. Na narudia tena kwamba atumtumikii Mungu ili akupende. Unamtii kwa sababu, ama aumtii Mungu ili akupende, unamtii kwa sababu tayari amekupenda. Aumtumikii Mungu ujipendekeze, unamtumikia Mungu kwa sababu tayari ashakukubali. Uhitaji kudhibitisha dhamani yako. Dhamani yako imedhibitishwa msalabani. Ninamalizia na kusema hivi, upendo wa Mungu hauwezi ukapimwa, lakini unaweza kuishiwa uzoefu. Na tuwe watu waliokita mizizi, waliothibitishwa
na waliodumu katika upendo usio na kipimo, na ambao ni upendo wa Mungu. Tusiishi tena tukitafuta kupendwa, bali tupumzike katika ukweli kwamba tayari tunapendwa na Mungu. Na hivyo hahitaji kudhibitisha, hauhitaji kumtii Mungu ati akupende. Ashakupenda. Hauhitaji kumtumikia Mungu eti akukubali. La hasha, unamtumikia maana tayari ashakukubali. Na hivyo ishi ukielewa, ili ni thibitisho Mungu ashakupenda, na hivyo ni kumaanisha utamtegemea, utamtumainia, utamwangalia yeye. Hautajipendekeza kwa watu, utajipendekeza kwa vitu, na utaona Mungu akijitukuza katika maisha yako. Baba, ni asante kwa neno lako siku ya leo. Ni asante kwa kunena nasi na kuzungumza nasi. Mungu wetu, Baba, umetukumbusha mara nyingine jinsi pendo lako lilopana, jinsi pendo lako lilipo refu, jinsi pendo lako lilivyo na kima, na zaidi jinsi pendo lako Mungu wetu lilivyo juu zaidi ya vyote. Halina mwisho Baba. Hakuna wakati limepimika linapenda watu fulani, la hasha. Hakuna wakati litafika mwisho. Leo hii umetukumbusha tunapendwa na Mungu na ametukubali jinsi tulivyo, na hivyo tunachohitaji ni kumtumikia kwa sababu ashatukubali. Tunachohitaji ni kumpenda kwa sababu tayari ashatupenda. Tunachohitaji ni kutembea kwa ujasiri tukijua kuna yule aliyetupenda. Mfalme mkuu na mtakatifu, wewe uketie juu zaidi, unastahili sifa zote na utukufu. Labda uko pale unanitazama, unapenda Mchungaji Benson, unasema Mchungaji Benson, mimi ningependa kupendwa na huyu Mungu, mimi ningependa kukubali ili pendo la Mungu, ningependa kumpokea Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha kwangu, ningependa kutubu dhambi zangu, ningependa kurudi kwa Kristo. Sema, Bwana Yesu, siku ya leo naja mbele zako, nimetambua ya kwamba mimi ni mwenye dhambi, na siku ya leo Yesu Kristo, ninaamini ndani ya moyo wangu na kukiri na kinywa changu kwamba wewe Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, na kwamba Mungu alikufufua kutoka kwa wafu na ili unipe wokovu. Huu wokovu siku ya leo ninaupokea. Futa jina langu kwenye kitabu cha mauti na uliandike jina langu kwenye kitabu cha uzima wa milele na milele. Yesu Kristo, ninakupokea. Nipokee, nijaze na Roho yako Mtakatifu, aniongoze kwenye safari na ambayo nimeanza siku hii ya leo, akaniwezeshe. Katika jina la Yesu Kristo naokoka na kurudia na kuamini. Asante Baba kwa wana ambao wamekubali pendo lako, na sasa wameelewa wamependwa, wameelewa wamekubalika, na ndio maana wameitikia ili pendo, ndio maana wameitikia kukubalika. Baba, kawajaze na Roho yako Mtakatifu, wacha wakatembee kama watu waliopendwa na watu waliokubalika, watu na ambao wahitaji kujithibitisha kwa wengine, watu na ambao wahitaji kujipendekeza kwa wengine, bali wataishi wakijua Mungu anawapenda, na hivyo hawatajipata katika sarakasi na vituko wakijaribu kujipendekeza, wakijaribu kutafuta kibali, maana tayari wewe ushatupenda na ukatupa kibali cha kwanza na ambacho ni wokovu. Na hivyo tunapopokea wokovu, tunapokea kibali mbele ya wanadamu, na hatuhitaji kujilazimisha. Tunachohitaji ni kukupenda wewe Mungu wetu, na kukupenda wewe Mungu wetu ni kuzishika amri zako, tukielewa ushatupenda na ukatukubali. Mfalme mkuu na mtakatifu, jitukuze na ujitwalie sifa katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo naomba na kuamini, amen. Asante sana kwa kulitazama hili neno lake Mwenyezi Mungu siku ya leo. Mungu akubariki, Mungu na akuzidishie. Mimi naitwa Mchungaji Benson Mwanza, ninakupenda sana. Na hivyo basi, ili neno limekuwa la baraka, unaweza ukamtolea Mungu sadaka zako, ukasapoti huduma, na Mungu atakubariki kupitia hizo nambari unaziona kwenye runinga yako, 0792593648, 0792593648. Weka sadaka zako pale. Mungu akubariki,
Mungu akuzidishi. Tupatane hapo kesho tena Alhamisi, tuendelee na kutamatisha hichi kitabu cha Waefeso. Najua tutakuwa umejifunza almost majuma mawili, lakini najua kuna mambo mengi umejifunza kutokana na hichi kitabu cha Waefeso. Mimi naitwa mchungaji Benson Mwanza. Kama hujasubscribe kwenye haya madhabahu ya Kambi ya Wateule YouTube channel, tafadhali subscribe, na najua Mungu atakubariki. Hadi hapo kesho, mimi nakupenda sana na kuacha na neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nasi sasa na hata milele. Amina na kwaheri.